Meli moja iko hapa sasa hivi kwa ajili ya uzinduzi kwa niaba ya meli zote 4. Meli moja iko Kalemie kule DRC na meli mbili nyingine ziko kule Karema. Kwa maelezo ya kina kuhusu kazi hii, naomba nimkaribishe ndugu Mbosa ili aweze kutupitisha hatua kwa hatua. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, karibu sana. Mheshimiwa Rais, karibu katika bandari ya Kigoma. Mheshimiwa Rais, hapa leo kuna mradi ambao unaendelea, tungependa kukupa taarifa, lakini pamoja na kuhusu meli. Mheshimiwa Rais, katika bandari ya Kigoma tuna eneo la abiria na eneo la mizigo. Hapa tulipo ni eneo la mizigo. Tuna mradi mkubwa wa kulirekebisha eneo hili ambalo ni gati lina urefu wa mita 310. Tumeanza mita 190 ndo tunaanza kuzifanyia kazi, na mita 120 tumefunga ili tuendelee kuwahudumia wakazi wa Kigoma na watu wanaotumia bandari. Lakini Mheshimiwa Rais, pia lengo la kuboresha kwanza ni kutoka kuhudumia tani 800,000 kwa mwaka mpaka tani 2,000,000, lakini vile vile kuliongeza gati kwenda maji kwa mita 11.5, lakini vile vile kuongeza kina cha maji kiwe mita 7 ili tuweze kuruhusu meli nyingi zaidi na kubwa kama hizi za wenzetu ziweze kuhudumiwa katika bandari hii. Mradi wa pili unaoendelea Mheshimiwa Rais ni kujenga gati kwa ajili ya abiria, kwa ajili ya wananchi wa Kigoma. Sasa tunawatengenezea gati la kisasa kabisa la abiria. Litakuwa lina urefu wa mita 180, litakuwa lina eneo la kukaa abiria 400 kwa wakati mmoja kutoka 40 waliopo hivi sasa, lakini vile vile tutachimba kina kutoka mita 3.5 mpaka kwenda mita 6. Hiyo itaruhusu meli kubwa zaidi za abiria kufika katika bandari ya Kigoma. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa meli unazozizindua, Mheshimiwa Rais, serikali kupitia mamlaka ya usimamizi wa bandari tuliingia mkataba na kampuni ya Zijin ya China kwa ajili ya kusafirisha mzigo wao. Hawa wana migodi katika nchi ya DRC, migodi mikubwa mitatu, yote lifetime ya zaidi ya miaka 50, na wana mizigo ambao wanatakiwa kuisafirisha kwenda China. Kwa hiyo katika ile dhana ya usafirishaji fungamanishi, sisi hapa tuliwaomba wao watengeneze meli kwa sababu wanaitengeneza bandari ya Kalemie, lakini vile vile waitengeneze bandari hii ya Kigoma. Lakini vile vile wanatengeneza kilomita 500 kutoka Manono katikati ya Dar es Salaam migodi yao mpaka katika bandari ya Kalemie. Kwa hiyo sisi ni sehemu ya mradi mkubwa wa usafirishaji wa mizigo ya madini. Na Mheshimiwa Rais, hili maana yake litafungua sasa njia hii ya kaskazini mashariki mwa Kongo, mizigo yao ya madini ianze kupita katika bandari ya Kigoma, lakini kuelekea bandari ya Dar es Salaam ambapo sehemu kubwa tumezoea tunatumia mpaka wetu wa kule Tunduma. Kwa hiyo wametengeneza meli hizi 4. Kila meli moja ina uwezo wa kubeba tani 2,000 kwa wakati mmoja, lakini ina urefu wa mita 70, upana wa mita 15. Wanategemea kutengeneza meli nyingine 2, lakini na sisi pia kwa kushirikiana na wenzetu wa Tashiko tunategemea pia tutaanza na sisi kutengeneza kwa haraka kama walivyofanya wao. Meli hizi Mheshimiwa Rais, zitakuwa zina manufaa makubwa kwa sababu katika ziwa Tanganyika kumekuwa na meli kubwa 4 tu. 3 zina uwezo wa kubeba tani 2,000, moja inabeba tani 3,000. Maana yake kuongezeka kwa meli 4 tutakuwa tuna meli 8 kubwa katika ziwa Tanganyika, na hiyo itasaidia kusafirisha mizigo kutoka Kongo kuja kwetu na kuelekea katika bandari zetu nyingine, lakini pia kuwasaidia wafanyabiashara wengi na wananchi wa Tanzania ambao wanafanya biashara na DRC, lakini na pia wale wa DRC. Manufaa makubwa Mheshimiwa Rais, kwanza tutakuza uchumi wa Kigoma na maeneo yanazunguka ziwa Tanganyika. Tuna mikoa ya Rukwa na Katavi ambayo yote ina jumla bandari 7, meli hizi pia zitatumika, lakini vile vile tutaongeza ajira kwa Tanzania. Meli hizi zimesajiliwa na TASAC, mamlaka yetu ya usajili hapa Tanzania, lakini vile vile zina crew, kati ya crew 8, crew 6 ni wa Tanzania. Maana yake kuna ajira, lakini mzigo unaobebwa pia unazalisha ajira nyingi katika kuhudumia hizo tani 2,000. Lakini jingine Mheshimiwa Rais, litaongeza mapato ya serikali kwa sababu hizi huduma sasa zinapoongezeka na sisi tunakusanya mapato, lakini pia zitachochea biashara kwa sababu itakuwa imerahisisha watu kusafirisha kati ya nchi zetu 2, lakini na Burundi. Lakini vile vile inaendelea kutufanya sisi kuwa lango kuu la kibiashara. Mheshimiwa, moja kati ya sifa ya bandari yetu ya Dar es Salaam, Tanga na Mtwara kwa nini zinapendwa? Kwa sababu sisi ni gateway, sisi ni njia ya kuingilia Afrika.
Kwa hiyo kila mtu angependa, na hii hapa ina reflect kile ambacho kinafanyika Dar es Salaam, kwamba sasa tushapokea mzigo tutaufikisha, lakini vile vile mzigo unakotoka DRC na nchi 8 tunazozihudumia zinaweza zikachukua mzigo kupitia katika bandari zetu za maziwa na kufika katika bandari ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, hayo ndo maelezo ya kwetu, lakini vile vile hii ndo moja kati ya meli ambazo zimetengenezwa, tutaizindua hapo, lakini kwa pale kama kisogea kidogo inaonyesha jinsi ambavyo bandari yetu itakuwa. Mheshimiwa Rais, huu upande wa kulia ndio gati jipya la abiria ambalo linajengwa kwa kule, litakuwa lina uwezo, upande huu litakuwa na mita 130, upande huu mita 50, ambapo jumla ni mita 180. Upande huu tunaweza tukaweka boti zetu zile za kusukuma meli, lakini hapa ndio pale ambapo pana mita 310, na tuliposimama ni eneo hili la mwanzo. Wanatengeneza hii eneo la kuhudumia mizigo upya, watasogeza hizi mita 11.5 kuja kwenye maji, watachimba hapa mita 7, na mita 7 ni nyingi Mheshimiwa Rais, kwa sababu meli hii hapa inahitaji kina cha mita 3.5 tu, lakini watatengeneza gati, lakini na reli iliyoko mbele hapa itasogezwa nyuma, na hii itakuwa ni SGR ambapo tunategemea itaenda mpaka Katosho kule ambako tutaenda kuzindua, lakini sehemu hii ndo ambayo tumeifunga mita 120 ambayo kwa pamoja ikikamilisha ndio itakamilisha zile mita 310. Mheshimiwa Rais, kama wanasikia wanaweza wakaplay video kidogo ili uweze kuona baadhi ya shughuli hizi ambazo nimekuwa nikizieleza. Kumbuka kuna karakana ya serikali ya kujenga meli zetu, lakini imefikia hatua gani? Mheshimiwa Rais, karakana iliyopo ndio ambayo tumeipandisha Viliemba, ambayo na yenyewe inakaribia kabisa kukamilika. Lakini vile vile tunategemea kuanza kutengeneza ile ya Tashiko kwa ajili ya kutengeneza ile meli kubwa. Lakini meli hizi hapa zilikatwa China na vililetwa vipande zikaja kuunganishwa katika bandari ya Karema kwa kuhitaji ile karakana. Ndio. Mheshimiwa Rais, kuhusu mradi wa kutengeneza karakana wa Tashiko, tumeshampata mkandarasi, tumempa advance payment ya dola milioni 8.8, bado dola milioni 8.8. Kazi ilianza lakini spidi ndogo kwa sababu hajapata full advance payment. Tunaamini sasa hivi tunafanya utaratibu wa Wizara ya Fedha tuweze kupata hiyo fedha ili aweze kuendelea kujenga karakana. Vile vile tuna miradi miwili. Mradi wa kwanza ni ujenzi wa meli ya abiria kwa ajili ya hapa, na mradi wa pili ni kwa ajili ya kujenga meli ya mizigo ambayo itafanya kazi za usafirishaji wa mizigo kutoka hapa kwenda DRC, na wenyewe utakuwa na uwezo wa kuchukua takriban tani 3000. Nao tumeshapata mkandarasi lakini bado hatujapata advance payment. La mwisho, Mheshimiwa Rais, nataka nikuelezee hapo pembeni kuna meli yetu ya MV Liemba. Watu wa Kigoma wanapenda sana meli ya MV Liemba. Meli hili ilisimama mwaka 2018. 2023 tukaanza kuifufua na sasa hivi imekamilika kwa 99%.
tumeipandisha Chelezoni. Tunaamini itapofika mwisho wa mwezi huu tutaitoa, na mwezi wa 8 mapema meli hiyo itaanza kufanya kazi. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Asante Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima na taadhima. Sasa tunakuomba tuelekee eneo la uzinduzi. Eneo la uzinduzi. Moja, mbili, tatu. Makofi mengi na vigelegele. Haya, naomba tuondoe hayo nani ili tupate picha hapo hapo, ndo picha yetu ya kwanza hiyo. Tafadhali. Sawa sawa. Tunaanza sasa. Kengele ya kwanza, Mheshimiwa Rais. Kengele ya pili, Mheshimiwa Rais. Kengele ya tatu. Makofi mengi na vigelegele. Naam. Na honi mnaisikia hiyo? Bado tuongeze tena makofi mengi. Water salute hatujaona Captain. Tunasubiri water salute. Ndio, hiyo. Haya, makofi tena mengi na vigelegele. Mheshimiwa, unaweza ukaona kule. Naam, tunakushukuru kwa uwekezaji huu mkubwa na kwa kazi kubwa unayoifanya Mheshimiwa Rais wetu katika kuboresha sekta ya uchukuzi na usafirishaji kwa ujumla. Asante sana Mheshimiwa Rais, zoezi hili. Na ndio maana Mheshimiwa Rais, ukiwa na aina hiyo ya mikataba inakusaidia sana kwenye variations, kutokuvari mkataba nje ya price ambao mtakuwa mmekubaliana naye hapo awali. Kwa ufupi Mheshimiwa Rais, ujenzi wa mradi huu una jumla ya kilomita 411 za njia kuu na kilomita 95 za njia za kupishana. Sasa tunajenga single tracks kwa kwenye station, terminals na maeneo mengine, ndo line hizo tunakuwa tunaziweka. Mheshimiwa Rais, katika kutekeleza mradi huu kwa muda mfupi, umeona tumeugawanya kwenye section. Section ya kwanza inaanzia Tabora kuelekea hapa katikati, tuna timu inayojenga. Section ya pili inaanzia, tuliongeza 2A unayoiona. Mara ya kwanza tulikuwa na section A, section 2 na section, lakini tumezigawa hizi ili kuongeza timu za ujenzi na mradi uweze kutekelezwa kwa wakati na uweze kudeliver kwa wakati. Mheshimiwa Rais, kama nilivyotangulia kusema, mradi una miezi 48. Thamani ya mkataba huu ni dola za Marekani bilioni 2.7 sana trilioni 6.3. Mheshimiwa Rais, mkandarasi wetu ni joint venture ya CCCRCC na tuna pia consultants anaitwa Dalhandasa. Mheshimiwa Rais, hizi ni makadirio ya awali kwa sababu mradi ni design and build na lump sum. Kwa hiyo tunakuwa na yale makadirio makubwa, lakini wakati wa detail design inaweza kaa yanabadilika. Sasa hivi Mheshimiwa Rais, madaraja tulionayo makubwa, tuna hizi daraja 27, tuna hizi box culvert 75 na box culvert zingine 475. Jambo lingine la msingi Mheshimiwa Rais, kwamba mradi wetu kwa sababu ya speed, wananchi tumewawekea maeneo maalum ya kuvuka. Kwa kutakuwa na vivuko kuanzia Dar es Salaam mpaka huko. Na jambo la msingi Mheshimiwa Rais, pamoja na kwamba tuna wakandarasi wa aina nyingi, lakini sisi tunacho control quality ya mradi wetu, tuna kitu kinaitwa employers requirement. Ili mradi huu utakapokamilika kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza ama Dar es Salaam mpaka Tabora, treni itakayopita Dar es Salaam iweze kupita Dar es Salaam mpaka hapa tulipo Mwanza. Mheshimiwa Rais, maeneo mengine tu ni hatua mbalimbali za ujenzi. Tulichokifanya, tumeenda kwenye zile critical works. Kwa mfano hili ni daraja la Magarasi. Kwa hiyo tunachokifanya sasa hivi Mheshimiwa Rais ni kujenga yale maeneo ambayo tunaamini yakikamilika yatasaidia mradi wetu kwenda kwa haraka. Kwa hiyo hili ni daraja mojawapo na kuna madaraja mengine tutaendelea kukuonyesha. Daraja hili Mheshimiwa Rais limekamilika. Tayari tushaweka nguzo na hizi beam zake, na sasa kinachofanyika ni back. Kwa nini tulifanya hivyo Mheshimiwa Rais? Ili uweze kulijenga daraja hili unahitaji misimu mitatu ya kiangazi. Kwa sasa sisi kwenye kuspidi ujenzi tulianza na hili daraja. Kwa hiyo tulivyomaliza ile misimu ile ya kwanza,
tumekuja kumalizia na msimu huu na litakuwa limekamilika na kuendelea kuwa sehemu ya ujenzi wetu. Mfano mzuri mheshimiwa, limeshakamilika. Huu ni mto mkuu, lakini wakati wa mvua eneo hili lote huwa linajaa maji. Asante. Ni huu mto Malagarasi ambao unaenda mpaka huko Burundi. Mheshimiwa Rais, hizi ni hatua mbalimbali za ujenzi, ambalo hii ni hatua ya ujenzi wa culvert. Namna hiki ni kivuko vya wanyama tumeviweka kwa ajili ya watu kuwa na maeneo mahususi ya kuvushia. Mheshimiwa Rais, picha hii inaonyesha stations ama vituo. Hii ni Urambo, tutakuwa na stations za kisasa. Hii ni station ya Uvinza, ina mita za mraba 2500, na kwa nini tumejenga station kubwa kama hii? Hii ndio sehemu ambapo pia reli yetu ya Uvinza Msongati itakapounganika. Yeah. Station ya Kigoma, Mheshimiwa Rais, muonekano wake ni huu, lakini katika station zetu, station ya Kigoma ni ya 4 kwa ukubwa. Ya kwanza ni Dodoma, Dar es Salaam, Mwanza, inayofuata ni Kigoma kwa ukubwa. Karibu Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, unachokiona hapa ni mradi wetu unazingatia masuala ya mazingira. Sasa daraja hili unaloliona hapa kuna mlima, na kwa sababu ya speed ya train tunapunguza kwa. Ndio maana reli ya MGR unaona inazunguka mlima, lakini iwe na speed kubwa lazima laini yako iwe imenyoka. Ndio maana ya hili daraja kuonekana. Kutakuwa na hii reli ya MGR, kuna mto pamoja na reli yetu ya SGR itapita hapa juu. Hili liko maeneo ya Uvinza. Sana. Mheshimiwa Rais, kama ilivyotangulia kusema, ujenzi huu unazingatia viwango vya Dar es Salaam mpaka Dodoma, na ili tuwe na unified rail kutokea Dar es Salaam mpaka hapa tulipo. Kwa hiyo ni moja wapo ya standard ambazo tumeziweka. Speed mwendo kasi ni 160, kwa treni ya mzigo ni mwendo kasi wa kilomita 120. Na Mheshimiwa Rais, ni kuombe kwamba sasa tuweze kupita kwenye mfano wa reli ambavyo limejengwa na viwango vyake. Hapa tulipo, tunapojenga reli, tunapomaliza kujenga tuta, tunaweka haya mataruma. Haya ndio tunaita mataruma ama slipper, na hivi ni vifungashio. Mheshimiwa Rais, kifungashio hiki ukiona kuna plastiki hapa, treni zinapotembea huwa zinakuwa kama zinapiga. Sasa hii ina absorb ili siweze kuivunja hii slipper. Yes. Na hii Mheshimiwa, kifungashio hiki Mheshimiwa Rais kinatumika kwenye reli zinazoenda spidi 350 na kuendelea. Sisi ukikiangalia hiki kifungio kinafungwa kwa mashine maalum. Kuna hawa watu wanaotaka kufanya sabotage wanaangalia sehemu zenye weakness. Kwa hiyo ni vigumu sana kukifungua. Kwa hiyo tunaiongezea reli yetu usalama zaidi. Reli hii unayoona Mheshimiwa Rais zinafanana, yenyewe ina uzito wa kilo 60 kwa mita moja. Kwa hiyo ni reli nzito. Ukilinganisha sasa hivi treni tunazoendesha ina kilo 40 kwa mita moja. Kwa hiyo ni zaidi ya mara 4 karibia. Kwa hiyo inatufanya reli yetu iwe imara zaidi, na wakati wa mwendo kasi iwe na stability kubwa. Na taruma hili Mheshimiwa Rais lina kilo 380 moja. Ukilinganisha na mataruma tulionayo sasa hivi yana kilo 40. Kwa stability ya njia yetu ni kubwa, na kwa generation zijazo Mheshimiwa Rais wanaweza wakaongeza speed bila kuinvest kwenye track hii yetu. Haya Mheshimiwa Rais. Yeah. Mheshimiwa Rais, naomba tufanye zoezi la kutembea kuelekea. Ukiangalia juu Mheshimiwa Rais, hii ni mfano wa nguzo. Yes, zinazobeba umeme. Yeah. Yes. Mheshimiwa Rais, zoezi letu linashia hapa, tuende kwenye hatua nyingine ya. Asante, tunakushukuru mkurugenzi mkuu wa TRC. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima kubwa sasa tupo kwenye eneo la uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa reli yetu ya SGR kipande cha 6. Nitaomba
Mheshimiwa Waziri, mwenyekiti wa bodi, mkurugenzi mkuu wa TRC, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Uchukuzi, mkuu wa mkoa, mwenyekiti wa CCM wa mkoa, Mheshimiwa mbunge mwenyeji wa Kigoma mjini, Mheshimiwa balozi wa China nchini Tanzania. Naomba tujipange kwa picha. Na Mheshimiwa Zainab Katimba, naibu waziri. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Zainab Katimba anakuja. Mheshimiwa Zainab Katimba. Mheshimiwa Rais, nitamwomba Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi aweze kukuongoza kusogeza kitambaa kulia na kushoto, ikiwa ni ishara ya uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa reli yetu ya SGR. 3, 2, 1. Makofi mengi na vigelegele. Tanzania oye! Jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha kutoka Tabora hadi Kigoma limewekwa rasmi na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 20 mwezi wa 7 2026. Makofi mengi tena. Mheshimiwa Rais, tukio linalofuata ni uwekaji wa kumbukumbu ya washiriki wa ujenzi wa reli hii katika eneo lililoandaliwa. Nitaomba Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi aweze kukukabidhi silinda ambayo itawekwa majina, itawekwa karatasi yenye majina, na baadaye tutaweka mota, na mwisho kabisa tutafunika. Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Na kumbukumbu hii Mheshimiwa Rais, itabaki maisha yetu yote. Vizazi vyetu vitafahamu nani alikuwa mjenzi namba 1 kwenye kipande hiki cha Tabora Kigoma. Na hapa kwenye kibao hichi Mheshimiwa Rais, samahani Mheshimiwa Rais, kwenye kibao hichi hapa kuna coordinates, sogeza hapa, kuna alama ambao yoyote atakayekuja akigugu hapa ataweza kujua hapa ndio palipowekwa jiwe la msingi, na hapa ndio kwenye dokumenti hii ambayo waliofanya kazi ya kujenga kipande hichi. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Asante. Tukio linalofuata ni la kukunja vizuri, majina yanawekwa kwenye chombo maalum. Chombo kinafungwa sasa vizuri kabisa na mkurugenzi mkuu wa TRC Mhandisi Machibia Shiwa. Baada ya kukamilisha kufunga, naam, Mheshimiwa Waziri anamkabidhi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa heshima kubwa na unyenyekevu anaweka. Naomba tupige makofi mengi na vigelegele. Tanzania oye! Mheshimiwa Rais, tukio linalofuata ni la kuweka udongo maalum. Udongo maalum kama gundi ya mfuniko ambao utawekwa katika eneo hilo kufunika kabisa. Anayechanganya udongo huo ni Mhandisi Machibia Shiwa, mkurugenzi mkuu wa TRC. Picha nzuri kabisa. Naam, Mheshimiwa Rais anaweka udongo ule ama mota pembeni kuashiria sasa kifaa kile maalum kilichowekwa majina ya washiriki wa ujenzi kinakwenda kufunikwa vizuri.
Mheshimiwa Rais, tukio linalofuata ni la kufunika. Naam. Naomba tupige makofi mengi na vigelegele. Tanzania oye! Asante. Mheshimiwa Rais, tukio linalofuata ni la picha. Tutamwomba Mheshimiwa Waziri, mwenyekiti wa bodi na mkurugenzi mkuu wa TRC wabaki kwa ajili ya picha. Mheshimiwa Waziri, mwenyekiti wa bodi na mkurugenzi na Mheshimiwa Balozi. Tutakuomba na Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Asante. Tutaomba picha inayofuata abaki Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Balozi. Mheshimiwa Balozi tunaomba aende upande wa pili. Balozi wa China nchini Tanzania. Chipando, mbunge wa Kigoma mjini, asalimie. Karibu sana mheshimiwa. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamee waliotukosea. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yangu Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mzee wangu mzee Simon Siro, waheshimiwa wote, mawaziri mliokuwepo hapa, viongozi wa dini, mabalozi, pamoja na wananchi wote mliokuwepo katika uwanja huu wa Katosho. Kwanza kabisa, mimi nashukuru sana watu wa Kigoma, mmeniheshimisha. Mmeniheshimisha kwa sababu mimi ndiye niliyepewa kamati ya hamasa kuhakikisha eneo hili linajaa na mmejaa. Mheshimiwa Rais, leo sitakuwa na maneno mengi kwa sababu maneno mengi yameongelewa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa. Lakini mimi kama mwanasiasa napaswa kuwa shuhuda wa yale ambayo umeyafanya katika mkoa wetu wa Kigoma. Mheshimiwa Kamanda Siro ambaye sasa hivi ni mkuu wa mkoa ameelezea mambo mengi sana, lakini lazima tuseme ukweli. Watu wa Kigoma, Dr. Samia Suluhu Hassan kabla hajaingia madarakani tulikuwa tuna shida ya maji. Maji tunayaona mtaani, hamna. Uongo kweli? Sasa hivi yanamiminika, yamiminiki. Mimi ni shuhuda. Lakini pia Dr. Samia Suluhu Hassan umetuunganisha na gridi ya taifa. Sasa hivi tunaanza kuona viwanda vinajengwa hapa katika mkoa wa Kigoma. Mheshimiwa Rais, kazi kubwa ulioifanya kwa miaka yako ambayo sasa hivi tunaenda miaka 6 sasa, tangu 2021 mpaka leo hii 2026, kazi ulioifanya inabakia kwenye kumbukumbu katika mioyo yetu sisi kama wakazi wa mji huu wa Kigoma mjini na Kigoma, mkoa wa Kigoma kwa ujumla. Ulinipa nafasi, kwangu mimi una nafasi mbili. Una nafasi kama rais wangu, una nafasi kama mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi. Ulinipa nafasi ya kugombea katika jimbo la Kigoma mjini. Inawezekana kuna watu walisema hivi, kwa nini wanampeleka Baba Levo? Lakini kazi inayofanyika katika mji huu tukishirikiana na serikali yako na mawaziri wako ni kazi kubwa ambayo inakipa heshima chama chetu cha Mapinduzi, inaipa heshima serikali ya awamu ya 6 ambayo wewe ndio rais wetu. Naomba nikwambie ukweli, mama yangu, ukija hapa Kigoma utaona kuna miradi mingi ya barabara inaendelea katika mitaa yetu. Naomba nitoe shukurani za dhati kabisa kwa waziri ambaye anahusika na TAMISEMI, mzee wangu Shemdoe. Kazi aliyoifanya ya kutusaidia kuanza kuzijenga barabara za mtaa ambazo nilikuwa nahangaika nazo.
Mzee wangu Sheikh Mdoe nashukuru sana, na leo nimekushukuru mbele ya rais. Namshukuru sana Juma Aweso, amealeta maji mtaani. Namshukuru sana Waziri Ulega, ameiunganisha mkoa wa Kigoma na mikoa mingine. Na leo hii niko hapa kumshukuru mzee wangu Mzee Mbarawa. Umekuja kuweka jiwe la msingi la SGR hapa, na nimeshuhudia kwa macho yangu majina ya waliohusika wote ukiongoza wewe yamedumkizwa kwenye jiwe lile la msingi. Sisi kama wakazi wa mkoa huu wa Kigoma, watoto wetu na vizazi tutakuwa tunawaonesha kwamba waliosababisha SGR ikafika Kigoma wakiongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan majina yao yako mle ndani kwa miaka na miaka. Kwa upande wangu mimi kama mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, siwezi kusimama hapa kukuomba barabara mama. Mawaziri ni saizi yangu, tuko nao bungeni, nitaimba nao vizuri tu, watakuja kukulalamikia, lakini hawa mimi nitaimba nao wimbo mzuri. Nitahakikisha kazi uliyotutuma sisi kama wabunge wa Chama cha Mapinduzi kuhakikisha tunatimiza ilani ya Chama cha Mapinduzi inatimia katika jimbo la Kigoma mjini. Wazee wangu, mawaziri wangu, nawaomba sana mtanisamehe kwenye namna ya kuipigania ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwenye namna ya kuwapigania wakazi wa Kigoma, wananchi wa Kigoma mjini kwa mjumla. Sitokuwa na huruma na waziri yoyote. Mtanipeleka maadili, na mwenyekiti ni mama, atanitetea kwamba mama, nilikuwa natetea hela zako unazozitafuta. Na mimi nataka niwaambieni ukweli kwa kumalizia. Dr. Samia Suluhu Hassan namna anavyoleta hii miradi, hawasemi wenye midomo. Hawasemi kwamba Dr. kaleta, Samia kaleta, hawasemi. Lakini tunapoenda kutafuta hela, ikitokea tumekopa sehemu yoyote, midomo mingi. Mama, tafuta hela tujengee vitu tuvione, na hakuna mtu yoyote mwenye midomo tutapambana nao sisi. Wewe piga kazi tu mama yangu. Si wanasema kuna makundi, mimi ni kundi la mama. Sasa kama kuna mbunge yeyote ananizidi mdomo mle ndani, tutasimama naye vizuri tu. Niko mule kwa ajili moja tu, kwanza kuhakikisha tunatimiza dhamira ya Chama cha Mapinduzi katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini cha pili ni kuhakikisha yale yote ambayo yamepangwa kufanywa katika mkoa wa Kigoma yanafanyika kwa 100%. Lakini cha tatu, kuipa heshima serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na mimi niko mle cha mdomo wake, tutapambana vizuri tu. Mwisho mama, naomba niwaambie watu wa Kigoma, Dr. Samia Suluhu Hassan anatafuta pesa, anahangaika kushoto na kulia kutafuta hela, anatuletea miradi mizuri kama hivi. Ni kazi yetu sisi watu wa Kigoma kulinda hii miundombinu ambayo serikali inapambana kuileta katika mji wetu. Tusikubali mtu yeyote akaanza kuhujumu, wakaanza kufanya vitu vya hovyo, kuharibu juhudi ambazo zinafanywa na rais wetu. Tusikubali. Na pale ambapo Mwenyezi Mungu akitusaidia mradi ukakamilika, tuache zile tabia zetu za kupanda kwenye treni na mbuzi, kilo magunia mihogo na nini. SGR ni kamserereko, tusererekeni vizuri, au sio jamani? Kwa kusema hayo machache, mama yangu Dr. Samia Suluhu Hassan, mimi nina furaha. Ulinitoa katika kama wale unasema machokorao mtaani, umenipa heshima na umewafanya watu wa Kigoma wawe na furaha, kwa sababu mimi ndiye mtoto wao pendwa, hawana mtoto mwingine katika mji huu wa Kigoma. Asante sana mama yangu, na Mungu akujalie tuendelee na shughuli salama. Asante. Asante, naomba tupige makofi mengi kwa Baba Levo. Kigoma oye! Asante sana mama yangu. Bwana yetu asifiwe. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa mbunge, Waziri wetu wa Uchukuzi, Mheshimiwa Daktari Khalid Mohamed, Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi Zanzibar kama yupo, Waheshimiwa waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wote, nitambue uwepo wenu. Niseme tu kwa kifupi, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Rais, awali yote nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu
kwa kutuwezesha siku ya leo kukutana hapa kwa jambo hili muhimu sana kwa ajili ya maendeleo ya mkoa wetu, lakini kwa ajili ya nchi yetu. Lakini pia Mheshimiwa Rais, nichukue nafasi hii kukushukuru sana wewe na timu yako na viongozi mliokuja kwenye mkoa wetu kwa ajili ya kushuhudia tukio hili kubwa ambalo ni muhimu sana kwa ajili ya maendeleo ya mkoa wetu, lakini pia kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu kwa jumla. Mheshimiwa Rais, lakini pia nichukue nafasi hii kwa kweli kuwashukuru wana Kigoma. Wana Kigoma safi! Niwashukuru wana Kigoma kwa mahudhurio mazuri, lakini washukuru viongozi wote kwa mahudhurio mazuri. Wana Kigoma, leo mngeniangusha, manake kama msingekuja sana, msingekuwa namna hii. Mheshimiwa Rais labda angetoka na mawazo, inawezekana Siro anakamata watu kama kawaida yake. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kuja Mheshimiwa Rais. Hii inaonyesha toka umenipa maelekezo, nimetekeleza yale maelekezo. Ulinipeleka ubarozi, kwa hiyo mimi zaidi ni diplomasia zaidi kuliko yale mengine ambayo nilikuwa nafanya jeshini. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, nashukuru sana. Mheshimiwa Rais, leo tunashuhudia utekelezaji wa miradi mitatu mikubwa ya kimkakati ambayo kwa pamoja itaibadilisha Kigoma kuwa kitovu cha uchumi wa magharibi mwa Tanzania. Na hili Mheshimiwa Rais nilizungumze kwa sababu mara nyingi tumekuwa tunajua Kigoma ni mwisho wa reli. Lakini kwa juhudi zako za kuleta fedha nyingi za maendeleo, sasa hivi Kigoma tena sio mwisho wa reli, Kigoma ni mwisho wa fursa. Naomba tumpigie makofi Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kwanza kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande namba 6 kutoka Tabora hadi Kigoma. Mradi huu utaunganisha mkoa wa Kigoma na reli ya kisasa kutoka Dar es Salaam, hivyo kupunguza muda wa gharama za usafirishaji wa mizigo na abiria, kuongeza ushindani wa biashara, kuvutia viwanda na uwekezaji, pamoja na kufungua masoko mapya kwa wakulima, wafugaji, wavuvi na wafanyabiashara wetu. Pia uzinduzi wa ujenzi wa meli 4 mpya katika ziwa Tanganyika utaimarisha usafiri wa maji, kuongeza usalama wa abiria na mizigo, kuimarisha biashara na nchi jirani na kuongeza mchango wa ziwa Tanganyika katika uchumi wa taifa letu na uchumi wa mkoa wetu kwa jumla. Lakini tatu, Mheshimiwa Rais, upanuzi wa bandari ya Kigoma utaongeza uwezo wa kuhudumia mizigo na abiria kwa ufanisi zaidi. Bandari hii ni kiungo muhimu cha biashara kati ya Tanzania na nchi jirani. Na hii Mheshimiwa Rais, kama nilivyokunong'oneza pale nilipokuwa Kalemi, nilipokutana na wafanyabiashara, walichosema sisi tunategemea kila kitu kutoka Tanzania. Maana yake nini? Maana yake wao shida yao kubwa ni namna gani ya kupata meli za kutosha kwa ajili ya kusafirisha mizigo yao. Wakati mwingine wanaweza kumaliza mwezi mzima mizigo yao hapa bila kwenda Kalemi, na wenzetu wengi wanategemea mizigo kutoka kwetu. Na nikapata nafasi Mheshimiwa Rais ya kwenda kuangalia, walikuwa wafanyabiashara wetu wanauza mbuzi, wanauza kuku, wanauza mchele na chakula chote kinatoka Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa kifupi niseme Mheshimiwa Rais, swala la kuwa na meli hizi 4 za mzigo kwetu inatija sana kwa mkoa wa Kigoma, lakini pia kwa nchi kwa jumla. Mheshimiwa Rais, pamoja na hizo salamu zangu za mkoa, nizungumzie mambo machache ambayo wameyafanya kwenye mkoa wetu. Na jambo kubwa Mheshimiwa Rais, ukiona wingi wa watu hawa, sio kwamba wamekuja tu, wamekuja kwa sababu wanakupenda. Kwa mfano mwaka jana Mheshimiwa Rais, nilikuwa naangalia rekodi zetu kwa miradi ya maendeleo tuliletewa takriban trilioni 11.8. Jambo ambalo nilikuwa najiuliza, sidhani kama kuna mkoa umeweza kutoa fedha, umewahi kupata fedha nyingi namna hiyo. Hii ni wazi kwamba una mapenzi sana kwa wana Kigoma, na ndio maana waliposikia unakuja wakasema, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, lazima tuje. Hakuna nguvu yote tuliotumia sisi, tulichofanya ni kwamba mpendwa wenu anakuja, na ndio maana unaona uomi hii ambayo iko hapa, kwa sababu ya upendo, wanajua wamefanyia jambo kubwa sana. Mheshimiwa Rais, ujenzi wa reli ya kisasa SGR kama nilivyosema, kipande hichi cha 6 Tabora Kigoma kama ambao ni kilomita 506, mradi huu utapunguza gharama za usafirishaji wa abiria na mizigo kwa 40% na muda kutoka siku 2 hadi masaa 24. Na hii ilikuwa ni kero sana sisi ambao watu Kigoma. Kutoka hapa kwenda Kigoma, kutoka hapa kwenda Dar es Salaam tulikuwa tunatumia zaidi karibu masaa 2. Lakini sasa kwa SGR ninaamini itakuwa chini ya masaa 8. Lakini Kigoma itakuwa ni lango, kama ulivyonipa maelekezo wakati unaniapisha Mheshimiwa Rais, ulisema kwamba hili ni lango la biashara. Kwa kweli hakuna ubishi Mheshimiwa Rais, hili kweli ni lango la biashara. Na nilikuwa naangalia
kama RC wa Dar es Salaam yupo, naona kama amekacha hivi, nilifikiri atakuwepo nimwambie na mimi nakuja sasa, ujue mambo yote sio Dar es Salaam, mambo sasa yanahamia Kigoma. Mheshimiwa Rais, lakini kwenye swala la ujenzi wa barabara, sasa hivi sisi unatoka Kigoma mjini kwenda mpaka Dar es Salaam ni lami tupu. Wewe kodisha teksi yako toka Kinondoni unakuja mpaka Kigoma ni lami tupu. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Mheshimiwa Rais, kama utaruhusu basi naomba wana Kigoma wakupigie angalau makofi hayo. Tafadhali upigie makofi Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kwenye swala la usafirishaji wa majini Ziwa Tanganyika, kama nilivyosema, meli hizi kwetu ni tija sana. Meli hizi kwetu ni tija sana, na pia nikushukuru sana kwa sababu kuna fedha zimetolewa ambazo ni fedha kiasi kikubwa ambazo zinasaidia kujenga baadhi ya meli 4. Serikali yako imetoa fedha nyingi kwa ajili ya kujenga meli 4 kwa ajili ya kubeba mizigo na abiria. Na hili ni jambo la msingi sana, kama nilivyosema Kalemie, wao wanasema sisi tuna boti ndogo ndogo na mizigo yetu ni mingi. Kwa hiyo swala la Mheshimiwa Rais la kuamua kutusaidia kujenga meli zingine za ziada zaidi ya hizi ambazo wenzetu wametoa, basi kwa kweli uchumi wetu utazidi kuwa mkubwa zaidi. Lakini kikubwa Mheshimiwa Rais, usafirishaji wa anga. Nafikiri wakati unatua pale uwanjani umeona mwenyewe. Uwanja wetu ulikuwa unatia aibu. Unaitia aibu sana. Hata nilipotelemka kuja kuingia Kigoma nilipouangalia nikasema huu ndio uwanja kweli. Lakini Mheshimiwa Rais, ukipita pale unaona mambo ni mabadiliko sana. Na serikali yako imetumia zaidi ya bilioni 46.68. Fedha 46.68 mpaka bilioni 51. Hii fedha sio kidogo. Kuna mahala umetoa ukaamua waletee wana Kigoma. Kwa hiyo tunakushukuru sana, na kwa kweli wenzetu kutoka Burundi, wenzetu kutoka Kongo wanatumia sana ndege zetu. Na ndio maana kila asubuhi ukipanda ndege yetu unakuta imejaa, na ukichelewa kufanya booking unakosa ndege. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Niseme kidogo kuhusu umeme. Mheshimiwa Rais, sisi tuna vijiji 306. Mkoa wetu una vijiji 306, lakini vyote vimepata umeme. Yote hii ni juhudi yako. Lakini katika vitongoji vyetu ambavyo ni 1858, vitongoji vyote vimepata umeme isipokuwa asilimia 75.5 wamepata umeme. Kwa maana bado asilimia 24.5. Kwa hiyo ukiona vitongoji 1858, kati ya hivyo vitongoji 1150 vimepata umeme, sio jambo la mchezo. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Inawezekana haya usiyafahamu kwamba yanafanyika, lakini huo ndio uhalisia wenyewe. Na ndio maana nilikuwa nasema wingi wa ndugu zangu wana Kigoma hawa wajukuu zangu, na nishukuru kwa kunileta kwa wajukuu zangu hawa. Kwa hiyo wakati mwingine tutapiga ngoma nao, naambia mimi Mheshimiwa Rais alijua nyinyi wajukuu zangu, ndio maana amenileta tufanye kazi za watu. Kwa hiyo ukiona watu asilimia almost 75.8 wanapata umeme mpaka kwenye vitongoji, sio jambo la mchezo Mheshimiwa Rais. Lakini kwa upande wa biashara, kupitia vituo vya Kobelo na Manyovu, biashara na nchi za Burundi, DRC na Zambia imeongezeka kwa asilimia 35 miaka miwili iliyopita. Hivyo tunaamini ujenzi wa SGR na meli hizo mpya zitaongeza pato la mkoa wa Kigoma zaidi ya vizimba 60 kwa wavuvi wetu. Samaki hapa Mgebuka, Mheshimiwa Rais, inapendwa sana. Inasafirishwa mpaka nchi za nje. Kwa hiyo wakati mwingine unakuta bei inapanda ya samaki. Kwa hiyo wananchi wamekuwa wananifuata ofisini, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, bei imepanda. Nasema solution ya hii ni swala la kuweka sasa ufugaji wa samaki. Na jana nilikuwa naongea na waziri wa mifugo, akanambia watu wako wameomba vizimba, ni kuhakikishie tutawaletea vizimba. Kwa hiyo nashukuru kwa kuliona hilo. Tukiwa na vizimba vingi, maana yake pia tutakuwa kuweza kupata samaki wa kutosha. Mheshimiwa Rais, tuna mengi ya kuzungumza, lakini najua huna muda mzuri wa kukaa na sisi. Labda siku nyingine ukipata nafasi utafurahi. Niseme tu kwa kifupi, mahusiano na nchi jirani, tuna mahusiano mazuri. Kukiwa na changamoto yote Mheshimiwa Rais, tunakutana, tunazungumza na wenzetu wa Burundi, wenzetu wa Kongo. Kama kuna tatizo la usalama tunamaliza, huwa hatukusumbui. Na ndio maana nikuhakikishie mkoa wako uko salama. Mheshimiwa Rais, nimalize niseme kwa niaba ya wananchi wote wa mkoa wa Kigoma, tunakushukuru kwa upendo wako wa dhati kwa mkoa wetu. Tunaendelea kukuombea afya njema, hekima na nguvu ili kuendeleza kuliongoza taifa letu katika umoja, amani na maendeleo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mungu ibariki Kigoma, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza.
Asante sana. Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kigoma kwa salamu za mkoa. Mheshimiwa Rais, wahenga wana msemo unaosema mcheza kwao hutunzwa. Wasanii kutoka mkoa wa Kigoma wameamua kuheshimisha ziara yako ya mkoa wa Kigoma katika tukio hili kubwa kabisa siku ya leo. Kwa heshima kubwa naomba nimkaribishe kwenye jukwaa msanii mzawa wa Kigoma, Ali Kiba. Mliokipatia Chama cha Mapinduzi. Ahadi yetu kwenu kuendelea kuongoza na kusimamia taifa hili kwa awamu nyingine kwa ufanisi na maendeleo makubwa. Kwa hakika imani mliotupatia Chama cha Mapinduzi si swala la hisani na ni zaidi ya kutimiza wajibu wenu kikatiba. Imani yenu kwetu ni deni. Tutawalipa kwa kuwatumikia na kuwaletea maendeleo. Kama mtakumbuka, wana Kigoma, ziara niliyoifanya mapema mwaka 2022, nilikuja Kigoma na kuwapa ahadi kwamba moja, Kigoma haitakuwa mwisho wa reli, bali itakuwa ni kituo cha katikati kutoka Dar es Salaam kufika Kigoma kwenda mbele, na hiyo ahadi tumeanza kuitekeleza. Lakini niliwaahidi wakati ule kwamba tunakuja kuifufua Kigoma na kuirudishia hadhi yake. Nadhani aliyosemwa hapa na mkuu wa mkoa na mengine mengi yanayoendelea ni katika kutimiza ahadi hiyo. Kigoma oye! Katika kutimiza ahadi hiyo ndio maana leo tupo hapa, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa deni hilo kwa wana Kigoma na Watanzania wote kwa ujumla. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, serikali yetu imeendelea na jitihada mbalimbali za kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji ndani ya nchi yetu, ikiwemo ujenzi wa reli ya kisasa, uendelezaji wa bandari zetu na ujenzi wa barabara na viwanja vya ndege. Nataka niungane na mkuu wa mkoa Siro alipozungumzia kiwanja cha ndege. Hata mimi wakati ninakuja nilikuwa na maono ya kiwanja cha ndege cha Dodoma nilichokiacha nilipokuja wakati wa kampeni, lakini nilipotua mambo ni tofauti. Kiwanja kinajengwa kwa kasi na kitakapokamilika kitakuwa kiwanja cha kisasa, lakini hata runway iko smooth, laini, na tumetua vizuri sana. Kwa hiyo niwapongeze wana Kigoma. Tunafanya haya yote kwa lengo la kuifungua nchi yetu kibiashara na kiuwekezaji, kupunguza gharama za usafiri na usafirishaji na kurahisisha bidhaa zetu kuyafikia masoko ya ndani, lakini pia masoko ya nje ya nchi. Kijiografia, nchi yetu ni lango la biashara kwa nchi jirani zinazotuzunguka. Kwa msingi huo, kila tunapojenga reli, viwanja vya ndege, bandari au barabara, hatuunganishi mikoa yetu pekee, bali tunaiunganisha pia nchi yetu na fursa za masoko ya Afrika Mashariki, Maziwa Makuu, Afrika ya Kati na Kusini mwa Afrika. Katika muktadha huo, Kigoma ina nafasi nzuri kijiografia na kimkakati, kwa kuwa ni lango muhimu la biashara na uwekezaji linalotuunganisha Tanzania na nchi jirani ikiwemo Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia. Hivyo meli za mizigo tulizozizindua leo pamoja na ujenzi wa reli ya kisasa utakapokamilika vitakuwa ni nyenzo muhimu zitakazotuwezesha kufikia maono na matamanio yetu kama nilivyoyasema na kama ilivyosemwa na wengine hapa. Niwahakikishie wana Kigoma pamoja na maeneo mengine ya nchi, tutaendelea na utekelezaji wa mipango ya serikali ya kuimarisha, kuendeleza na kuboresha miundombinu ya usafiri na usafirishaji kwa manufaa ya wananchi na taifa kwa ujumla.
Tunafanya haya ili nafasi yetu ya kijiografia tuliyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Mungu mwenyewe ndio anajua kutuumba Tanzania hapa tulipo, na akatupa rasilimali zote na nyenzo zote za kuifanya Tanzania kuwa kituo kikubwa cha biashara. Kwa hiyo kimaumbile Mungu alishatumba hivyo, lakini kisera na kisheria ni juu yetu kuifanya sasa Tanzania kuwa kituo kikubwa na muhimu cha biashara ndani ya Afrika, na tunaelekea huko. Tunafanya hayo ili kukuza biashara, kipato na ajira kwa wananchi wetu na ustawi wa taifa letu kwa ujumla. Kwa muktadha huo, Kigoma haitakuwa tena mwisho wa reli kama ambavyo imekuwa ikifahamika, bali itakuwa ni mwanzo wa kufunguka kwa fursa za biashara na uwekezaji, kwa kuwa kama nilivyotangulia kusema, miundombinu tunayoendelea kuijenga inakusudia kuunganisha shughuli za kiuchumi za mkoa huu na masoko ya ndani na nje ya nchi. Kigoma itastawi na Kigoma itanawiri. Kigoma oye! Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, leo tumeweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa kipande cha Tabora hadi Kigoma, ambacho kama alivyosema Waziri wa Uchukuzi kina urefu wa kilomita 506 na ujenzi wake utagharimu takriban dola za Kimarekani bilioni 2.74 au Tanzania shilling trilioni 7.4. Niwashukuru wabia wetu wa maendeleo kwa kutunga mkono katika utekelezaji wa mradi huu. Reli hii itakapokamilika itaunganisha Kigoma na mikoa ya Tabora, Dodoma, Morogoro hadi Dar es Salaam, pamoja na mtandao wa njia ya reli kuelekea Mwanza. Maana yake ni kwamba mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam itafika moja kwa moja hadi hapa Kigoma kwa haraka na kwa uhakika zaidi. Kwa wakulima wa Kigoma, maana yake ni kwamba pembejeo zitawafikia kwa gharama nafuu na mazao yanayozalishwa yatapata masoko makubwa. Kwa ndugu zetu wanaoendesha maisha yao kwa kutegemea shughuli za uvuvi, watasafirisha kwa urahisi mazao ya uvuvi kwenda kwenye masoko ya uhakika. Vile vile, kwa wafanya biashara na wajasiriamali, reli hii itakapokamilika itawapunguzia muda na gharama za usafirishaji, na mnyororo huu wote unakwenda kuzalisha fursa za ajira, hususan kwa vijana wetu wa mkoa huu wa Kigoma katika njia ya reli, bandari, maghala, hoteli, usafirishaji, matengenezo ya mitambo na huduma nyingine zitakazotokana na kazi hii. Kwa hivyo tujiandae na kuchangamkia fursa hizi. Uwekezaji huu wana Kigoma ni kwa faida yenu, unakwenda kustawisha maisha yenu. Kwa hiyo tuchangamkie fursa hizi. Ndugu viongozi na wananchi, leo pia nimezindua meli 4 za mizigo zinazoundwa au zilizoundwa na uwekezaji wa sekta binafsi wa kampuni ya Gold Voyage Logistics Limited katika bandari ya Karema. Meli hizi zitatumika kusafirisha shehena za mizigo kutoka upande wa Tanzania kwenda nchi jirani za DRC, Burundi na Zambia. Nashukuru sana wawekezaji hawa kwa kuunga mkono jitihada za serikali za kuwaletea maendeleo wananchi. Vile vile, uwekezaji na mnyororo mkubwa wote huu unakwenda kuvutia wawekezaji kuweka vituo vikubwa vya logistics na usafirishaji hapa Kigoma, na ndio maana nikasema kuna kazi zaidi zitazalishwa kutokana na miradi hii. Na huo ndio kama alivyosema waziri, ni mfumo jumuishi wa uchukuzi. Serikali yetu kama ambavyo siku zote nimeendelea kusema, itaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisera, kisheria na kitaasisi kwa ajili ya kuvutia uwekezaji zaidi ndani na kutoka nje ya nchi,
Tunawakaribisha wawekezaji wengine wenye nia ya kufanya hivyo waje kuwekeza nchini kwetu kwa msingi ya manufaa ya biashara kwa pande zote, yaani wao wapate na sisi tupate, au kwa lugha ya Kiha wanasema win-win situation. Vile vile nimeelezwa kuhusu maendeleo ya meli yetu kongwe ya MV Liemba ambayo ukarabati wake upo katika hatua za mwisho. Nimeambiwa imefika 99%. Hii ni meli yetu ya asili, ni meli yetu pendwa. Meli hii ni urithi wetu uliohudumu kwa kipindi kirefu sana. Niwatake Wizara ya Uchukuzi na Mamlaka ya Bandari Tanzania kuhakikisha meli hii inakarabatiwa kwa viwango na ubora wa hali ya juu ili iweze kutumika kwa miaka mingi ijayo, kama ilivyotumika nyuma, iweze kutumika tena kwa miaka mingi ijayo. Mheshimiwa Waziri, naelewa kwamba ndani ya mkoa huu kuna karakana ya serikali inayojengwa, na kwa sababu serikali ina mafungu mengi ya kupeleka fedha, ujenzi huu unakwenda polepole. Lakini tumeona mfano mzuri wa kampuni hii iliyojenga meli. Ni kuombe kaeni nao wawekezaji hawa, zungumzeni nao muweze kuelewana, kuwakabidhi karakana ile waimalize, na kwa sababu wana meli 4 nyingine ambazo wameshajenga na watakazozijenga, na sisi serikali tuna meli nyingine 8. Karakana hii iendeshwe kwa misingi ya pamoja, serikali na wao, lakini wao wakiwa mbele, waweke uwekezaji pale ili twende tumalize kwa haraka. Tukienda serikali peke yetu hatutafika haraka, lakini tukiwashirikisha kwa makubaliano ya mkataba tunaweza tukaenda haraka. Kwa niombe sana karakana ile, zungumzeni, imalizwe, itumike. Ni karakana kubwa ambayo inaweza kubeba meli ya aina yoyote, kutengeneza na kufanya matengenezo au matunzo ya meli ya aina yoyote. Kwa hiyo naomba mzungumze na wawekezaji hawa. Wawekezaji mliowapa wanakwenda polepole, wanakwenda polepole kwa sababu ya ufinyu wa fedha serikalini, lakini hata wenyewe hawana uwezo huo. Sababu mwekezaji mwenye uwezo, serikali ikisita yeye anaendelea, sio yule ambaye serikali imesita na yeye anasitisha kazi. Hapana, naomba hili limalizeni. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, napoelekea kuhitimisha hotuba yangu, nipende kusisitiza suala la amani, usalama na maendeleo ya nchi yetu. Uwekezaji huu unagharimu fedha nyingi sana, zimetajwa hapa. Upande wa reli peke yake ni trilioni 7 karibu na nusu, mbali miradi mingine ya meli, bandari. Nimekwenda kuona bandari, nimeona maboresho makubwa yanayofanywa kwenye bandari ya Kigoma. Kwa hiyo uwekezaji wote huu ni fedha nyingi. Hivyo basi sote tuna wajibu wa kikatiba na kizalendo wa kulinda miundombinu hii, reli, barabara na bandari zetu. Hujuma yoyote dhidi ya miundombinu hii si hasara kwa serikali peke yake, bali ni kwa kila Mtanzania, kila anayelipa kodi na nchi kwa ujumla. Lakini sio tu kwa sisi tuliopo, hata kizazi kijacho, kwa sababu fedha yote tunayoiweka mkenda mkiharibu, kupata tena fedha ya aina hiyo kurudisha mradi ule ule itachukua miaka mingi sana, na hivyo kufifisha maendeleo ya kizazi kijacho. Kwa niwaombe sana wananchi wa Kigoma wote kuwa na itikadi ya usalama kwanza, halafu maendeleo yetu. Bila usalama hakuna maendeleo. Kusingekuwa salama leo tusingeweka majiwe ya msingi hapa. Wana Kigoma msingefurika kwa wingi hapa, kila mtu angekuwa amejifungia na kuogopa kutoka. Niwaombe sana wana Kigoma, tuchunge usalama wa mkoa wetu. Katika hili navielekeza pia vyombo vya ulinzi na usalama kwa kushirikiana na Wizara ya Uchukuzi na wadau wengine muhimu kuweka mikakati madhubuti na shirikishi
ya ulinzi wa miundombinu hiyo ambayo tunaijenga. Ndugu zangu, suala la amani na usalama nchi yetu ni kipaumbele cha kwanza na hatupaswi kulipuuza hata kidogo. Niwatake tulinde tunu hizi, tusikubali kushawishiwa au kutumika na watu wasiotakia mema nchi yetu, wawe ni wa ndani au kutoka nje ya nchi. Tukivuruga amani na usalama wa nchi yetu, maendeleo haya tunayoyataka hayatashamiri na hayatakuwa na maana. Mifano mingi tunayo. Nchi jirani hapo zinaagiza kila kitu kutoka nje kwa sababu hawana fursa, hawana wasaa wa kutulia na kuzalisha ndani kwao. Hata kilimo tu kidogo hawana wasaa na fursa ya kwenda kulima na kuvuna mazao yao wakajitegemea. Kwa hiyo amani na usalama ni maendeleo, na maendeleo ni amani na usalama. Sote tuwe macho na tuepuke wasaliti na maadui wa nchi yetu. Ndugu viongozi na wananchi, nirejee tena shukrani zangu kwa wananchi wa Kigoma kwa mapokezi mazuri na kujitokeza kwa wingi katika shughuli hii. Lakini zaidi ya hayo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alikuwa ananinong'oneza kwamba kuna zawadi zimeandaliwa kwa ajili yangu na ujumbe wangu. Kwa hiyo tunawashukuru sana wana Kigoma kwa zawadi hizo. Zaidi ni kushukuru Waziri wa Uchukuzi kwa kunipa fursa hii iliyoniwezesha kukutana leo na ndugu zangu wa Kigoma. Shukrani za dhati kwa kampuni za Kichina zilizojenga meli na zile zinazojenga reli na wale wote wanaotoa huduma katika miradi hiyo. Shukrani kuu ni kwa balozi wa China ambaye kwa ufanisi mkubwa anazisimamia kampuni hizi ili ziende kufanya kazi zao vizuri na kutotia aibu katika miradi hii. Baada ya kusema hayo, sasa nirudie kutamka kwamba meli 4 zilizoundwa kwa ajili ya kusafirisha mizigo katika ziwa Tanganyika zimezinduliwa rasmi. Vile vile jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa kipande cha Tabora Kigoma sasa limewekwa rasmi.